Baba na mama walimuua dada yangu. Unaweza kushangaa, kweli wazazi wa kumzaa wamuue mtoto wao mbele ya mtoto wao mwingine? Alisikika akitoa ushahidi mahakamani dada yake mdogo Shafii kwa jina la Alesha kwa uchungu, huku akilia, wazazi wetu ndiyo waliomuua dada. Mama alimsukuma dada kwenye kochi kisha kusema, mmalizieni haraka afe. Anaendelea kusema hii ilikuja baada ya ugomvi mkali kuibuka kati ya dada na wazazi wetu, yani mzee Iftikhar na mkewe Farzana Ahmed. Kisa ni nini? Walimuua kifo cha aina gani? Shafii alitoweka mnamo tarehe 11 Septemba 2003 akiwa na umri wa miaka 17. Alikuwa mwanafunzi mwerevu mwenye ndoto ya kuwa wakili. Hata hivyo, alikuwa akikumbana na mgongano wa kitamaduni kati ya maisha ya kisasa ya Kiingereza aliyoyapenda na matarajio ya wazazi wake waliotaka aishi kwa maadili ya Kiislamu ya kiasili na familia yao kutoka Pakistan. Kwa muda mrefu Shafii alikuwa anakataa ndoa iliyopangwa na wazazi wake kama ilivyo huku Afrika. Hata Waarabu wengi miaka hiyo wanaamini mwanamke mwenye ndoa ndiyo ana heshima kuliko mwenye degree. Mnamo Februari 2003, wakati wa safari ya familia kwenda Pakistan, Shafii alikunywa dawa ya kuua wadudu kwa jaribio la kujiua kwa sababu alihisi kulazimishwa kuolewa si jambo analolitaka. Alilazwa hospitali na kurudi Uingereza akiwa mgonjwa. Baada ya kurejea Uingereza, hali yake nyumbani haikubadilika. Mnamo Septemba 2003, alitoweka ghafla kutoka nyumbani kwao katika mji wa Warrington. Familia yake iliripoti kwamba hawajui alipo, na kwa muda mrefu uchunguzi haukuwa na maendeleo ya wazi. Mnamo Februari 2004, miezi mitano baadaye, mabaki ya mwili wa binadamu yaligunduliwa kando ya mto Kent huko Sedgwick, Cumbria. Vipimo vya DNA vilithibitisha kuwa ni mwili wa Shafii Ahmed. Mwili wake ulikuwa umeharibika sana, lakini wataalamu wa uchunguzi wa maiti walibaini kuwa alikufa kwa kuzuia pumzi kwa nguvu. Huenda kuwa alizibwa mdomo au pua. Kwa miaka mingi hakuna aliyefikishwa mahakamani kwa kifo hicho, na familia ya Shafii haikushirikiana kikamilifu na polisi. Mwaka 2010, dada yake mdogo Alesha Ahmed alifanya uamuzi mgumu wa kwenda polisi na kutoa ushahidi uliokuwa na mabadiliko makubwa kwenye uchunguzi. Alidai kuwa alishuhudia wazazi wao Iftikhar na Farzana wakimnyonga Shafii mbele ya ndugu zake. 2012, mwezi wa 5, wakati wa kesi katika mahakama ya Chester Crown, Alesha alieleza kwa uchungu jinsi wazazi wao Iftikhar na Farzana walivyomnyonga Shafii kwa kutumia mfuko wa plastiki mbele ya watoto wao wengine. Alesha alisema kuwa wazazi wao walimshambulia Shafii baada ya mabishano kuhusu mavazi na marafiki zake wa kiume. Mama yao alimsukuma Shafii kwenye kochi na kusema kwa Kiurdu, mmalizieni hapa. Kabla ya wazazi wote wawili kumziba mdomo na pua kwa mfuko wa plastiki hadi alipokufa, Alesha alikiri kuwa kwa miaka 7 alinyamaza kwa hofu na shinikizo la familia. Alieleza kuwa alihisi afueni baada ya kuamua kusema ukweli kwa polisi, akisema, nadhani nilikuwa nimechoka. Ilikuwa ni afueni kusema ukweli baada ya miaka 7 ya kifo cha dada yangu.